Asante Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu sana, wewe uketie patakatifu mahali palipoinuka Bwana. Tunakupa utukufu na sifa na heshima. Your name is holy, and where you are sitting is holy place, oh Lord. Our Father, we thank you. Asante kwa sababu ya neema yako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu tena ni Baba. Wewe ni Mungu wetu na kila kitu kwetu, wewe Bwana. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya wakati, dakika, masaa na muda huu ambayo Bwana umetuleta tena katika nyumba yako Mfalme, kwa neema yako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Baba, tunaomba ukawe pamoja nasi Mfalme wa utukufu Bwana, ukiendelea kuzungumza nasi kwa utukufu mkubwa wa jina lako Kristo Yesu Mwokozi uliye Mfalme, mwamba na nguvu zetu. Baba, katika jina la Yesu ninakusihi sana kwamba Baba yetu na Mungu wetu Bwana, ukawe pamoja nasi tena, na neema yako na ionekane kaendelee kudhihirika juu ya maisha yetu Bwana, katika jina lenye thamani kubwa sana na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu Bwana. Baba, ninakuomba utukufu wako na utamalaki mahali hapa kwa namna ya pekee Baba, ukizungumza nasi kwa mafunuo yasiyokuwa ya kawaida, kwa jina la Yesu mwokozi uliye furaha yetu, amen. Karibu sana ndugu yangu mtumishi wa Bwana, tukapate kuendelea tena this morning katika jina la Yesu. Mungu ametupa neema ya kuendelea, na tumekuwa tukiendelea kwa vile ambavyo imependeza machoni pake kwamba tuendelee, na tunamshukuru Mungu sana aliyetupatia kuweza kuendelea kwa namna hii ambayo ametupatia. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sawa, tumekuwa tukiendelea na kuangalia mambo kadhaa, lakini kuna kitu ninasikia kuzungumza asubuhi ya leo. Sikia, ile roho ya Yuda Iskariote, ile roho ya Yuda Iskariote, kuna namna inafanya kazi ndani ya watu bado mpaka leo hii. Yes, ile roho ya Yuda ninasikia ndani yangu kwamba ile roho ya Yuda bado kuna namna inafanya kazi ndani ya watu kwa siri. Ile roho ya Yuda bila kujulikana, bila kuwa wazi kwamba ni roho ya Yuda, kwa sababu ile roho iliyomuingia Yuda, ile roho ya shetani iliyomuingia Yuda kumsaliti Yesu. Nasikia nikwambie kitu mpendwa, wakati Yuda alikuwepo katikati ya wanafunzi, alikuwepo kwa sababu alikuwa amechaguliwa na yeye, hata kama pengine hakuwa akiishi katika straightness yoyote, aliishi katika kona nyingi, lakini pamoja na hayo kuna ile roho kubwa ambayo ilimuingia baada ya kutoezewa tonge na Yesu. Akapewa, aliyepewa kubwa na Yesu, pewa kipande kikubwa cha mkate na Yesu. Yule aliyepewa kile kipande, alipokula tu kile kipande, ile roho iliyomuingia ya kumsaliti Yesu, hata leo hii kuna namna inafanya kazi ndani ya watu, kwa sababu mtu yuko tayari kumsaliti. Yuda alikuwa tayari kumsaliti Yesu kwa sababu ya vipande 30 vya fedha. Alikuwa tayari kumsaliti Yesu kwa sababu ya vipande 30 vya fedha. Lakini nataka ujue jambo hili. Sikia, hata leo hii wako watu kweli uko tayari kumsaliti Yesu kwa sababu ya iPhone 17 Pro Max. Uko tayari kumsaliti Yesu kwa sababu ya Toyota Carina. Uko tayari kumsaliti Yesu kwa sababu kwamba utajengewa nyumba. Uko tayari kumsaliti Yesu kwa sababu utapewa maisha na huyo mshangazi. Uko tayari kumsaliti Yesu kwa sababu kuna vitu utasaidiwa na lecturer chuoni. Uko tayari kumsaliti Yesu. Hii ni roho ya Yuda, na inafanya kazi ndani ya watu kwa siri bila kujulikana kwamba ni roho ya Yuda. Nisikilize nikwambie kitu. Watu wako tayari kumsaliti Yesu kwa sababu kuna ajira fulani ameahidiwa. Kwa hiyo yuko tayari kufanya ubaya, yuko tayari kufanya dhambi kwa sababu ya kujaribu kuitafuta ajira. Nisikize nikwambie kitu kimoja. Naomba uelewe hii kitu. Sikia, ni nyinyi mlisema whatever goes around comes around. Yesu atusaidie sana. Sikia nikwambie kitu mpendo mtumishi wa Bwana, na upate kuelewa. Narudia tena, wewe ndugu yangu, mahali popote pale unasikia, yani popote pale, hata wewe ambao unatufuatilia kwa njia ya Facebook, nisikilize nikwambie kitu mtumishi wa Bwana. Sikiliza, kama unaweza kuwa tayari kumsaliti Yesu kwa sababu ya iPhone 17 Pro Max, au kwa sababu ya Google Pixel, ama kwa sababu ya Samsung S something, kwa sababu ya Samsung A, kwa sababu ya kitu chochote, kwa sababu ya Toyota Carina, kwa sababu haya BMW, sawa. Uko tayari kumsaliti Yesu kwa kitu kilichotengenezwa kwa mikono ya mwanadamu? Uko tayari? Nisikilize, Yesu
Amefanya kazi kubwa sana msalabani kukununua. Amefanya kazi kubwa sana kulipa deni kwa ajili yako. Amefanya kazi kubwa sana msalabani pale. Sikia, usimsaliti Yesu kwa sababu ya mazingira yote. Naomba ukumbuke na ushike jambo hili. Sikiliza, chochote kilichozaliwa au kilichopatikana nje ya utukufu wa Mungu kinamalizika nje ya utukufu wa Mungu. Ngoja nirudie tena. Chochote kile kimepatikana out of the glory of Jesus, the glory of God, kile kimepatikana nje ya utukufu wa Mungu kinaishiaga nje ya utukufu wa Mungu. Ndio, kilichopatikana nje ya utukufu wa Mungu kinaishia nje ya utukufu wa Mungu. Nisikilize, ndio maana jizuie sana kufanya dhambi. Narudia tena, jizuie vibaya mno. Jizuie kwa nguvu zako zote kufanya ubaya, kufanya dhambi. Iepuke dhambi kuliko unaweza kuepuka ugonjwa wa corona, ama unaweza kuepuka Ebola, ama unaweza kuepuka aina yoyote ile ya maradhi. Epuka sana sana dhambi, kwa sababu nisikilize nikuambie kitu mpendwa mtumishi wa Mungu. Dhambi inauondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Na dhambi inapouondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha yako, chochote kile kinapatikana hapo. Ndugu yangu, historia haifutiki bro. Historia haifutiki. Na watu wengi sana maisha yao yanateswa na historia. Sasa historia ni ngumu sana kuifuta. Utasamehe kwamba ukukatwa na panga, lakini historia kwamba kuna kovu hapa haiishi. Historia bro haifutiki. Dada, historia haiondoki kirahisi. Haiondoki kirahisi. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Jilinde sana, jizuie kufanya dhambi. Usimsaliti Yesu kwa sababu yoyote ile, kwa sababu ya vipande vyovyote vya fedha, kwa sababu ya kulipiwa kodi ya nyumba. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya kulipiwa kodi ya nyumba, kwa sababu ya kusaidiwa na lecturer chuoni. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya msaada wa kimasomo kutoka kwa lecturer ama kwa mwanafunzi mwenzako. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya ada unayolipiwa chuoni. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya chakula unachokula. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya njaa. Usiwahi kumsaliti Yesu kwa sababu una mavazi, una mafuta ya kujipaka. Nasema usimsaliti Yesu. Na kuonya tena, usimsaliti Yesu kwa sababu yoyote. Unamsaliti Yesu kwa sababu ya chips kuku kweli? Bei yako ni chips kuku. Unamsaliti Yesu kwa sababu ya nyumba ambayo siku moja inaweza ikakamata moto na wewe ukafia ndani. Nyumba, unamsaliti Yesu. Yaani Yesu hana thamani ya nyumba. Yesu huwezi kumlinganisha na bilioni ngapi, huwezi kumlinganisha. Huwezi kumlinganisha Yesu na trilioni zozote duniani. Huwezi kumlinganisha na Yesu na utajiri wa Elon Musk. Huwezi kumlinganisha Yesu na cheo na mamlaka ya Donald Trump. Huwezi kumlinganisha Yesu na cheo cha rais wa nchi yako. There is no you can compare Jesus. Yani uncomparable, halinganishwi. Huwezi kumlinganisha Yesu. So thamani yake haipimiki kwa konzi ya mkono. Thamani ya Yesu haipimiki kwa namna yote. So hiyo roho ya Yuda inayofanya kazi ndani yako, na pengine hata kesho umejipanga kwenda kufanya hiyo dhambi, ninakuonya katika jina la Yesu, usimsaliti Yesu kwa sababu ya kodi ya nyumba uliolipiwa. Hapana, usimsaliti Yesu kwa sababu ya nguo utakazonunuliwa. Usije ukamsaliti Yesu kwa sababu ya kagari ulikoahidiwa. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya ajira ulioahidiwa. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya masomo ulioahidiwa kwamba utasaidiwa. Usimsaliti Yesu kwa sababu ya kulipiwa ada chuoni. Nasema usimsaliti Yesu. Kama ni njaa, hata kama yeye atakuacha ufe kwa sababu ya njaa, wacha ufe, utaenda kwake na maisha yako yatakuwa salama mikononi mwake. Lakini aliye mwaminifu hata kuacha ufe njaa. Vumilia katika yeye, na kuambia hivi, usiingie kwenye Ichabod kwa sababu yoyote. Naona ile roho ya Yuda inafanya kazi ndani ya vijana walio wengi. Ile roho ya Yuda ninaiona inafanya kazi ndani ya vijana walio wengi. Na mimi ninawaonya vijana mlio chuoni na mlioko mtaani, mna hustle kwa namna yote ile. Hata kama ni kwa umemaliza chuo muda mrefu, unatafuta ajira hujapata, ninakuonya hiyo roho ya Yuda isikupate kwa jina la Yesu aliye hai. Usikubali hiyo roho ya Yuda. Usikubali ushawishi wa hao makuhani wa giza, hao watendakazi wa ufalme wa giza wanaokushawishi kwamba njoo tu utapata. Wewe jizuie kwa namna yote kwa jina la Yesu aliye hai. Usimsaliti Yesu.
Tunarudia tena, usije ukamsaliti Yesu. Sijui kwa nini nimeambiwa kusema haya, lakini nisikilize. Najua kuna mtu mmoja ambaye amepanga kuyafanya haya. Nisikilize na kuonya katika jina la Yesu. Jizuie usifanye dhambi kwa sababu yoyote. Narudia tena, nikikuangalia machoni kabisa, jizuie usifanye dhambi. Usiingiwe na ile roho ya Yuda. Hapana, hiyo roho ya Yuda inakuvizia kwenye kona ya nyumba yenu, nje ya geti lenu. Jizuie, inakuvizia pale nje ya geti la kanisa, inakusubiria hapo. Hiyo roho ya Yuda, jilinde nayo. Mtu yote anakushawishi umwache Yesu, hiyo ni roho ya Yuda. Kimbia. Yesu na atusaidie sana. This is very important brother. Chunga sana dada, chunga. Pauka kama mzizi wa figa, hakuna shida. Lakini kwa sababu ya lotion, lotion ya 50,000 kweli unamsaliti Yesu. Sikia nikuulize, umepewa milioni 1, utakula kwa muda gani? Vumilia. Unafanya huduma, huoni mpenyo, vumilia hapo. Katika jina la Yesu nasema vumilia. Usidanganywe kwa namna yote. Njoo tu, unajua ukikubali mimi nitakuinua. Na kuinua yeye nani? Akikuinua siku moja ataamua kukushusha. Nisikilize, vumilia katika Yesu. Narudia tena, vumilia katika Yesu. Wewe kijana, wewe najua uko chuoni, nasikia kuzungumza na wewe katika jina la Yesu. Ninakuonya wewe, achana na hiyo habari. Jizuie usifanye dhambi, usimsaliti Yesu. Hiyo roho ya Yuda isifanye kazi ndani yako kwa jina la Yesu. Kumbuka, Yuda alitimiza andiko, na madhara ya kutimiza andiko, nenda kasome. Alienda akajinyonga, akaanguka, akapasuka matumbo. Nenda kaulize, nenda kasome. Kama hujui mahali likoandikwa, nenda kamuulize mchungaji wako. Kwenye kitabu imeandikwa. Nenda ukasome. Alianguka, akapasuka matumbo, ndio amejinyonga kwa sababu ya vipande 30 vya fedha kumsaliti Yesu. Nisikilize, madhara ya kumsaliti Yesu, hata kifo chako ni cha kidhalili. Yaani watu watakudharau, sio tu duniani wakati unaishi, hata baada ya kufa. Maana wewe ulimsaliti Yesu. Biblia inasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu, na mahali niko mimi na huyo mtumishi wangu naye atakuwepo hapo. Yesu asifiwe. So jizuie hiyo roho ya Yuda inayofanya kazi ndani yako, inayofanya kazi ulimwenguni kwa siri. Isikupata kwa jina la Yesu. Hata kuishi maisha Ikabod. Yes, sio na utukufu wa Mungu. Yes, hata kuishi maisha Ikabod. Ikabod ni mbaya. Ikabod, umebeba lisimu lako kweli likubwa, lizo la milioni 3, lakini ni Ikabod hiyo ni Ikabod. Maana ni kima cha zinaa. Kwani hiyo fedha si uliipata guest wewe? Si uliipata kwa nyumba yule mwanaume? Hiyo fedha si ulipewa baada ya zinaa? Hiyo umebeba. Hiyo unaiona ni simu, lakini kwenye ulimwengu wa roho hiyo ni zinaa umebeba. Hicho ni kima cha zinaa. Usimsaliti Yesu. Nasema hivi, usimsaliti Yesu kwa namna yoyote. Hata kama unaumia, usimsaliti Yesu. Vumilia katika Yesu, kwa jina la Yesu. Vumilia hapo, usikimbie, usimsaliti Yesu. Narudia tena, nakuambia hivi, usimsaliti Yesu by any means. Kwani usimsaliti Yesu. Ishi maisha yaliyojaa utukufu wa Mungu. Huko chuoni uliko, ni kweli. Ni kweli. Yes, baba yako hakuoni. Ni kweli. Mama yako hakuoni. Ni kweli. Lakini yuko Yesu anayekuona. Yes, it's true. Pastor wako hakuoni. Ni kweli. Lakini Yesu anakuona. Sasa unamsaliti Yesu kweli kwa sababu ya chips kuku, njaa ya siku moja? Wewe ulimsikia nani amekufa kwa njaa ya siku 2? Wewe ulisikia nani amekufa? Sikia, lala chini, haina shida. Lala chini kama panya, sawa? Ndio mimi nimechoka kulala chini, mimi sio panya kweli, lakini lala chini kama panya katika utukufu wa Mungu. Yeye yeye alindaye, yeye atunzaye roho za watu wake, atakutetea, atakupa. Hata mimi unayeniona, acha nikwambie, mimi
nimelala chini, sio kidogo, muda mrefu sana tu nimelala chini. Ndio wakati mwingine kwa sababu ya mazingira niliyokuwa na kaa zamani hizo, nikalala nje, nimelala nje. Sasa sina room, halafu mwenye room ana mambo yake, nimelala nje, lakini niliendelea kusubiri na kuvumilia. Sikia niwaambieni kitu, mpendwa, nakwambia jizuie sana usifanye dhambi kwa sababu yoyote. Usiende kumsaliti Yesu. Nasema hivi, usimsaliti Yesu. Jizuie katika jina la Yesu. Na kuonya kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu amekupa wa mwili kwa faida yake. Usiufanyie dhambi. Jizuie katika dhambi kwa jina la Yesu. Na Mungu akupe neema sana. Mungu akupe neema, na kuomba jilinde, jizuie. Neema ya Mungu itakuvusha pale. Ndio, neema ya Mungu imekuja. Sio, haitakuzuia kutoka kitandani kwenda kwenye zinaa. Haitakuzuia kujipamba uende kwenye zinaa. Hapana, neema ya Mungu haitakuzuia. Kitakachokuzuia, yani nakwambia hivi, kitakachokuzuia ni wewe umeamua kujizuia. Na ile neema ya Mungu inautuliza mwili wako katika jina la Yesu. Ni muhimu sana ukajua neema ya Mungu imekuja ili kukusaidia kushinda mahali ulishindwa. Hasa usikae tu ukitegemea neema ya Mungu itafunga mlango usifunguke. Utafungua mlango na utaenda, maana inategemea maamuzi yako. Nisikilize, neema ya Mungu inafanya kazi pamoja na maamuzi ya mtu. Ndio, haifanyi kazi bila maamuzi ya mtu. Kama hujaamua kuishi, neema haitakusaidia hata kama ipo, na ipo kweli duniani, imejaa neema ya Mungu, lakini haitakusaidia. Neema ya Mungu tayari. Kipindi tunachoishi, naomba nikukumbushe, yes, we are living in the period of grace. Yes, tunaishi kwenye kipindi cha neema. Ni kipindi cha neema hiki tunaishi. Hiki tunachoishi, kipindi cha kazi ya Yesu msalabani, ni kipindi cha neema, ndicho tunaishi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukashika vizuri. Tunaishi kwani kipindi cha neema, lakini bado watu wengi wanafanya dhambi, na hata wengi wamepanga kuzifanya. Kwa sababu neema haifungi milango kumzuia mtu asitoke nje, asiende nje. Hapana, neema ya Mungu haifungi milango ati mtu asiingie ndani. Hapana, ila neema ya Mungu inakukumbusha na kukupa uwezo wa kushinda. Ukisema hapana, unashangaa unaweza. Ukisema hapana, unashangaa unaweza. Ukishinda nayo ukasema naenda, yenyewe inatulia, unaenda. Nisikilizeni, unaposema hapana, neema ya Mungu ina take place kukuempower, na unajikuta huwezi kuenda kweli. Lakini ukisema naenda, neema ya Mungu haitakushika roba. Kama unategemea kwamba ati neema itakukamata ngeta, ikushike ngeta ikuzuie usiende, neema ya Mungu haishikagi mtu ngeta. Hapana, hiyo miguu yako utaikamata ngeta mwenyewe, ndio neema itakusaidia usiende. Sikia, hiyo nafsi yako itaikamata ngeta mwenyewe, haitendi badala yako the grace of God, lakini yenyewe inakusaidia kuweza kufanya kile ulishindwa kufanya. Yesu asifiwe. So brothers and sisters, tafadhali naomba Mungu akupe neema. Jizuie, usimsaliti Yesu. Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha, lakini mwisho wake alianguka akapasuka, tena akiwa amejinyonga, kifo cha kidhalili, kifo cha udhalilishaji. Mimi naamini hata kwenye mazishi yake alizikwa tu limzoga fulani, alizikwa tu hovyo. Kwa sababu gani? Aliishi maisha ikabod, alimalizia vibaya. Yesu na atusaidie. Na nyinyi ambao mmezoea, mimi bwana mpaka nioe ndio nitaamua kuishi katika Kristo. Nisikilize, unasubiria uoe? Nani alikwambia ukioa ndio utaweza? Kama uwezi kujidhibiti sahi kabla uoe, hata ukioa utaweza kujidhibiti. But listen, msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo po, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Yes, say it again. Msalaba ndio asili ya mema, minikatua mzigo hapo,
nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Hallelujah. Yes. Bwana wangu tena Mungu, na ndilo lake jina, hata roho yangu wala kunikana msalaba ndio asili ya mema, minikatua mzigo hapo. Nina uzima milele na furaha daima, njoni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Our Father in heaven, we thank you for this time again morning. Baba, tunakushukuru sana kwa pendo lako. Asante kwa sababu ya fadhili zako ambazo ni za ajabu sana. Asante kwa msalaba wako Bwana Yesu. Asante kwa vile ulikubali kuteswa na kufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Baba, tunakuinua na tena tunakutukuza, tena tunakusifu. My brother and my sister, omba mbele za Bwana wakati huu kwa jina la Yesu. Tunakushukuru sana Bwana kwa sababu ya wakati huu mzuri ambao Bwana Yesu umetupatia. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu mpendwa, omba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya pendo lako Bwana. Asante kwa sababu ya fadhili zako ambazo ni za ajabu sana katika maisha yetu. Baba, tunakutukuza na tena tunakuadhimisha asubuhi ya leo. Mfalme, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Bwana mabwana, umetuhifadhi mikononi mwako. Bwana, umeendelea kutulinda na tumeendelea kuwa salama, just for your glory our Father. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye mtakatifu sana, tungali mbele zako majira haya tena. Mwaminifu Mungu wetu na Baba yetu, tukikuomba kwamba Bwana pokea utukufu na sifa na heshima, maana Bwana kwako tumelindwa, kwako tumetunzwa na kuhifadhiwa. Mikononi mwako Bwana tumeendelea kuwa salama, maana ni nani mwingine angeweza kutusaidia kama si wewe? Ni nani mwingine angetulinda na zile shida na zile balaa? Nani angetulinda na yale matatizo isipokuwa wewe peke yako, mfalme wa utukufu? Nani angetuokoa na ile mitego ya mwindaji kama si wewe Bwana? Nani angetuokoa na nyavu zilizotegwa chini ya miguu yetu bila sisi kuona? Nani angetuokoa na zile mitego? Nani angetuvusha pale kwenye yale mashimo ambaye alichimba ili tuangamie ndani yake? Nani angetuvusha kwenye yale mashimo ambaye alichimba yakiwa invisible kwamba hatuyaoni, lakini alichimbwa ili kutumaliza, ili kuyamaliza maisha yetu? Baba, ni nani angetuokoa isipokuwa wewe uonaye sirini? Ni nani angeondoa ile changamoto, ile shida? Nani angeondoa ile ubaya ulikuwa kwenye mioyo yetu pasipo sisi wenyewe kujua? Ni nani angeondoa kama sio wewe? Sasa tuko hapa mbele zako mfalme alfajiri ya leo, ikiwa ni alfajiri ikiwa ni mapambazuko ya kizazi cha wanaokutafuta, mapambazuko ya watu wenye kiu na wewe, mapambazuko watu wenye
haja na wewe, mapambazuko ya watu wenye kiu na wewe, mapambazuko ya watu wanaokuhitaji, mapambazuko ya watu wanaokulilia, mapambazuko ya watu ambao wewe ndio hitaji lao. Bwana wangu, ninakushukuru alfajiri hii ya leo. Mtakatifu Mungu wetu, Baba, tumekuja kwako tena hivi hivi tulivyo. Bwana, hakuna kile tunaweza ficha mbele zako, hakuna kile tunaweza jificha. Nothing we can hide, Father. Baba, you can see anything in and out of our life. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana, wewe ni Mungu mfalme. Na alfajiri ya leo Baba, ninakushukuru Baba, ninakutukuza, ninasema asante kwa vile umekuwa pamoja nasi Baba yangu na Mungu wangu. Asante kwa kile ulipenda kuzungumza nasi katika asubuhi ya leo Baba. Ninakuomba ya kwamba Bwana mabwana, ziko changamoto mbalimbali ambazo ziko kwenye maisha ya watoto wako, na kwa sababu ya hizo pengine wanawaza, wanafikiria kukuacha Bwana, wanawaza kuingia kwenye ushawishi fulani ambao umedumu kwenye maisha yao. Wamekuwa wakishawishiwa kwamba wafanye ubaya ili wapate kitu fulani ambacho ni uhitaji wa mioyo yao. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu ninaomba neema yako Bwana, naomba wape neema kushinda. Mpe neema huyo dada ashinde, mpe neema huyo dada ashinde ushawishi wa yule kijana, ushawishi wa yule baba, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, ninakuomba ukampe neema akaweze kushinda. Mpe kushinda wewe Bwana. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba ukampe kushinda. Mpe kushinda wewe Bwana. Baba, ninakuomba ukampe kushinda. Tunaomba neema yako ile ya pekee aingie katika maisha yetu wewe Bwana, katika alfajiri ya leo. Mfalme wa utukufu, tunakuomba wewe Bwana mabwana, Mungu mwenye uweza na nguvu na mamlaka, wewe uketie patakatifu mno, mahali pasipolinganishwa. Baba, ninakuomba ya kwamba neema yako, uweza wako wewe Bwana, naomba neema yako iwe ndani yetu. Mfalme, tunahitaji neema yako tena katika jina la Yesu. Kwa kuwa Bwana mabwana, tutawezaje peke yetu? Yako mashimo yamechimbwa, yako Bwana mashimo, lakini kuna nyavu zimetandikwa chini na sisi hatuzioni. Kuna mitego ya wawindaji imewekwa na sisi hatuioni. Baba, tunaomba neema yako alfajiri ya leo. Huenda Jumamosi ya leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 5. Bwana, inawezekana, inawezekana kabisa kwamba kuna mitego ya wawindaji imetegwa mingi tu na mbele ya maisha yetu, na we cannot see, lakini Bwana, you can see our Father. Baba, ninakuomba Bwana ukatutetee. Yesu, nakuomba watetee watoto wako mitego iliyotegwa mbele ya maisha yao. Yesu, ninaomba watetee. Naomba neema yako, naomba neema yako, naomba neema yako Mfalme, alfajiri ya leo watetee watoto wako. Wametegewa mitego, wametegewa mitego mingi. Wengine wametegewa mitego kwenye magari watakao safiri naye leo. Wengine wametegewa mitego Bwana kwenye eneo, kwenye ofisi zao. Mitego imetegwa kwenye viti vyao vya ofisi. Mitego imetegwa kwenye maeneo yao ya biashara. Kuna mitego imetegwa. Yesu, ninakuomba Bwana ukawavushe, watetee. Hiyo mitego isilete madhara kwao. Rikanda rabashaka ragadiamanda yekeposhaka ramamamashaka, kwa jina la Yesu. Rikosheketiana ragamanda rabo rekapiana shakarabo. Hallelujah. Eloi, Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, Eloi. Raponi, raponi, raponi. Yesu, pigana hiyo vita. Yesu, pigana hiyo vita ya watoto wako asubuhi ya leo. Pigana hiyo vita Bwana, pigana hiyo vita. Yesu, nakuomba pigana hiyo vita, hiyo mitego iliyotegwa. Yesu, naomba wavushe, wavushe kwenye hiyo mitego kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo mitego iliyotegwa ya namna mbalimbali, ya mitego iliyotegwa maana ni mingi Bwana. Mingine ni mitego ya windaji. Kuna nyavu zimewekwa kwamba kwa miguu yao wajitege kwenye zile nyavu. Yesu, ninakuomba watetee watoto wako, wavushe Bwana ajali zilizotegwa mbele yao. Yesu, nakuomba wavushe Bwana, watetee, wape kuvuka salama, wape kuvuka salama. Omba kwa jina la Yesu, wape kuvuka salama, wape kuvuka salama.
Kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Baba ninakuomba ukawape kuvuka salama, wape kuvuka Bwana, wape kuvuka salama kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi uliye hai. Baba ninakuomba ukawape kuvuka, wape kuvuka hapo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukawape kuvuka hapo kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukawape kuvuka, wape kuvuka Mfalme, wape kuvuka Bwana, wape kuvuka kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Baba ninakuomba ukawape kuvuka, wape kuvuka Bwana, wape kuvuka Mfalme, wavushe, watetee. Wengine wana vita kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye kazi zao kuna vita nyingi zinapigwa hapo. Yesu tunakuomba watetee, wape kuvuka katika jina la Yesu. Hizo vita wape kushinda, wape kushinda hizo vita, wape kushinda hizo vita. Yesu ninaomba wape kushinda hizo vita. Wamelia kwa muda mrefu na hawajapata majibu bado. Yesu nakuomba kwa jina la Yesu, mguse huyo dada, guse huyo baba, guse huyo mama, guse huyo Bwana kwa jina la Yesu. Naomba ukamguse, guse huyo kaka, huyo baba, huyo piganie Bwana Yesu, mpiganie hiyo vita iliyowekwa mbele yake ya kumzuia kuharibu hizo vita zenye zilizoandaliwa kwa ajili ya kuleta stroke kwenye maisha yao. Yesu nakuomba watetee hiyo high blood pressure iliyowekwa mbele yao ili wapate stroke kwa jina la Yesu. Bwana nakuomba wapiganie, watetee aina yote ya mitego. Yesu washindie kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba ukawatetee watoto wako, wapiganie Bwana Yesu. Nakuomba uwavushe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana Yesu naomba watetee. Baba ninaomba neema yako na iwe ndani ya maisha yao, na iwe ndani ya maisha yao. Tunaomba neema yako Bwana Yesu, fanya matengenezo kwenye mioyo yao Bwana, fanya matengenezo ndani yetu, fanya matengenezo ndani yetu Yesu, ukatutengeneze. Tunataka kuwatokea halisi la kazi ya msalaba, tumekuwatokea halisi la kazi ya msalaba, maana mema yote yanayoonekana duniani ni kwa sababu ya kazi yako msalabani, ni kwa sababu ya kazi yako Kristo Yesu msalabani. Kwa jina la Yesu tutengeneze Bwana. Baba tumekuwa tokea kazi ya msalaba kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba ninakuomba ukatubekuwa tokeo halisi la kazi ya msalaba katika jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo aliye Bwana, Baba Mwokozi na nguvu zetu. Baba ninakuomba ukatupe Bwana kushinda, ukatupe Bwana kushinda Baba katika jina la Yesu. Tutengeneze Mfalme Bwana, kuna mitego imetegwa, kuna roho za Yuda zinazofanya kazi kwa siri bila sisi kujua kwamba ni roho ya Yuda Iskariote iliyomwingia baada ya kumpa ile tonge kubwa. Baada ya hapo ile ile muingia ndio inayoingia ndani ya vijana wengi leo, ndio inayoingia ndani ya vijana wengi baada ya kulipiwa bili za hotelini, baada ya kulipiwa bili za chakula, baada ya kulipiwa kodi za nyumba, baada ya pona ya kupokea zawadi mbalimbali, wanaingiwa na ile roho ya Yuda kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya Yuda ile muingia huyo dada baada ya kupokea ile zawadi kwa jina la Yesu. Toka pepo amepata nafasi hapo na wanamuendesha wanavyotaka. Kwa jina la Yesu fanya rakatio, toa katio, toa katio, toa katio, toa katio kwa jina la Yesu. Alipokea zawadi na sasa akili zake zimeharibika, anamwaza tu huyo kijana, anamwaza tu huyo baba kwa jina la Yesu. Toka mwachie, amesahau hata kwamba ni mwanafunzi kwa jina la Yesu. Toa katio, toa katio kwa jina la Yesu. Mwache, acha afahamu wake, fanya haraka kwa jina la Yesu, fanya haraka, mwachie haraka kwa jina la Yesu. Roho Bwana ninakuomba tembea ndani yake, fungua hivyo vifungo vilivyomfunga kwa namna yoyote kwa jina la Yesu. Hiyo roho imemwingia kwa jina la Yesu, toka mwachie, toka mwachie kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kiza toka, mwache huyu katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Roho za adui zilizomwingia baada ya kupokea vitu fulani, baada ya kupokea ahadi hizo kwa jina la Yesu, toka mwachie, toka mwachie haraka katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo aliye Bwana, Mwamba Mwokozi na nguvu zetu. Yesu nakuomba watetee, watetee, tetee Bwana, tetee Bwana. Fungua hivyo vifungo, fungua miguu yao, wape kuendelea mbele, wape kusonga mbele katika jina la Yesu.
wape kusonga mbele. Yesu nakuomba wape kuendelea. Ile hali ya kudumaa iliyomwingia baada ya kupokea vitu, wewe kwa jina la Yesu fanya haraka, mwache huyo kijana, mwache huru kwa jina la Yesu. Atia ufahamu wake kwa jina la Yesu. Apokea uwezo tena wa kufanya vizuri darasani katika jina la Yesu. Kwenye masomo yake anaanguka, anashindwa, anafail kwa jina la Yesu. Watia huyo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba rehema yako wewe ndani ya watoto wako. Yesu, ninakuomba ukawalinde. Naomba Bwana, ponya nafsi zao ziachiliwe. Mali zilikamatwa, mali zilifungiwa, nafsi zao ziachiliwe. Hizo nafsi zao ziachiliwe kwa jina la Yesu. Fanyeni haraka, atieni fomu zao, atieni nafsi zao, atieni mioyo yao, atieni miili yao. Katia wapepo wa kuzimu, atia haraka kwa jina la Yesu. Roho Bwana, pita ndani ya miili, ikawe huru leo. Magonjwa yaliyoingia yawaachie, magonjwa kila namna yawaachie watu wako alfajiri ya leo. Iko ni mapambazuko mazuri ya ajabu kwa jina la Yesu. Katia yawe ni mapambazuko ya afya yako, yawe ni mapambazuko kwa afya yako, yawe ni mapambazuko kwenye uchumi wako, yawe ni mapambazuko kwenye ufahamu wako, yawe ni mapambazuko mapya kwa jina la Yesu. Maisha yako yawe kwenye mapambazuko, yawe kwenye mapambazuko kwa jina la Yesu aliye hai. Ndoa yako ipambazukiwe, iwakiwa jua kwa jina la Yesu, iangaziwe nuru ya Kristo katika jina la Yesu. Uharibifu wote uliofanyika kwenye maisha ya mtu hapa, atia hata kwa njia ya mtandao kwa jina la Yesu. Mahali panauma, weka mkono hapo kwa jina la Yesu. Atia, wacha huruyo kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kila namna katia kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba Baba, ninakuomba walinde watoto wako, walinde Bwana dhidi ya roho ya Yuda inayofanya kazi kwa siri. Yesu, nakuomba ukawalinde Bwana, waweke mbali na mitego ya adui, mitego ya shetani, mitego ya mapepo na majini wanayozunguka wakitafuta mahali pa kukaa. Waponya watoto wako wakitafuta mtu wa kumkamata, majini wa kike, majini wa kiume. Kwa jina la Yesu, haraka, atia. Ameingilia ndoa nyingi, ndoa zilizokamatwa kwa jina la Yesu ziachiliwe kwa jina la Yesu, haraka, in the name of Jesus. Baba, naomba neema yako na iwe juu ya watoto wako. Naomba Bwana ukawalinde katika jina la Yesu. Naomba ukawatunze mikononi mwako. Mfalme wangu, ninakusihi wahifadhi Bwana. Baba, nakuomba ukawahifadhi watoto wako. Walinde Bwana dhidi ya hila zote za adui shetani katika jina la Yesu. Nakuomba Bwana ukawabariki. Wako ambao wanatoka asubuhi ya leo hawajui kazi wanaenda kupata wapi. Yesu, wape mwelekeo. Wamechoka kasa kwamba wamepoteza mwelekeo. Yesu, nakuomba wape mwelekeo mpya, wape mwelekeo, wape namna ya kuenenda, wape mwelekeo kwa jina la Yesu. Baba, ninakusihi na uwe pamoja nawe Bwana, na uwalinde Bwana, na watunze mikononi mwako, mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu. Wakawe salama tangu sasa na kuendelea kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, ninakuomba walinde wanapoondoka saa hii kuelekea wengine majumbani, wengine wakielekea makazini. Yesu, naomba uwe pamoja nao. Naomba ukawalinde Bwana, ukawatunze mikononi mwako, wakawe salama. Yesu, naomba Bwana ukatembee pamoja na wao katika jina, haleluya, lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Waangazie nuru ya uso wako, wabariki Bwana, walinde na kuwafadhili, wawe salama mikononi mwako kwa jina la Yesu. Kono wa Bwana uwe pamoja nawe, kono mwema wa Bwana uwe pamoja nawe, katende kazi pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Tuonane wakati mwingine tena. Yesu akutunze na ufanikiwe kwa jina la Yesu aliye hai.
Amen, 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 amen.